Haya nitahubiri kama dakika 15 ama ikizidi 20, na nina imani Yesu atatupeleka mahali. Tuko kwa saa 7, usiwe na wasiwasi. Anga yetu leo inalindwa. Anga yetu inalindwa. Kuna maserafi na makerubi wamevaa makoti meusi hapa. Hao ni walinzi wa mbinguni. Ni sawa? Pigia Yesu makofi. Kwa wageni wetu mahali hapa, majina yangu kamili ni mchungaji Charles Ongoro na nimeokoka na nampenda Yesu. Tukae sote. Leo ni siku ya shukrani. Nitakuwa na maandiko machache tu na pia tutakuwa na kusoma maandiko mengi. Leo ni siku ya kumshukuru Yesu kwa kile ambacho Yesu amekubariki nacho. Angalia wamama hawa wametembea miezi 9 wakiwa wamebeba mimba. Wapendwa, si rahisi jambo hilo. Wewe usione watu wanazaa ukaona kuzaa ni kunya. Hapana, ni safari ndefu ya miezi 9. Kwa hiyo chochote Yesu anachokutendea lazima ujikubali na uwe tayari kumshukuru. Siku moja nikawaambia ya kwamba kwa waganga tunapeleka 90%, lakini kwa Yesu tunapeleka 10%, na hiyo 10% pia huifikishi wewe. Tena bado haifiki. Lakini mganga akisema nataka jogoo mweusi, ndio mara moja. Nataka vitambara vyekundu. Kuna mganga mmoja akamwambia mtu anataka masharubu ya simba aliye hai. Sasa wewe masharubu ya simba utaenda kuyachukua vipi? Utaenda kuyachukua vipi? Lakini ukimwambia na 1000 anakwambia lete nitakuletea. Yeye ataenda kupata vipi? Pigia Yesu makofi. Shukuru Yesu kwa kila jambo, kulala na kuamka, kila kitu shukuru Yesu. Hakuna mtu alijua jana kwamba atalala na ataamka leo. Alafu jambo moja hatari katika kulala. Je, kuna mtu anaweza kuniambia hapa jana alilala saa ngapi? Unaweza kujua saa ile ulilala wewe? Wewe unajua waweza kusema mimi nilala saa 4 kamili. Mambo ni ya Yesu wapendwa, pigia Yesu makofi. Zaburi 100 mstari wa 4 inasema ingieni mlangoni kwa kushukuru. Ingieni mlangoni mwa Bwana kwa kushukuru. Maisha niliyopitia, maisha uliyopitia, vita ulivyopitia, ni Yesu amekulinda. Shukuru Yesu. Shukuru Yesu wapendwa. Sio jambo la mchezo. Mtu analala anaamka. Yesu anasema ukiingia mlangoni kwa nyumba yake, uingie ikiwa unashukuru. Leo tumekuja kumshukuru Yesu. Kile Yesu amekufanyia, kile unajua Yesu amekutendea, pahali unajua Yesu amekutoa. Mimi Yesu mahali aliponitoa namshukuru kila siku, maana ninajua kama sio Yesu singekuwa hivi nilivyo. Nashukuru Yesu kila siku. Na wewe ukiingia mlango ule, ingia mlangoni ikiwa unashukuru. Zaburi 104 kusia kidogo tu. Alafu bado wacha kwa bado. Hamjafika hapo jamani. Nikisema Zaburi 104 mimi nitaendelea na mazungumzo na tena uwe tayari. Hebu kusia kidogo, Zaburi 100 mstari wa 4. Nasema ingieni malangoni mwake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa kushukuru. Nyauni mwake. Nyuani mwake kwa kusifu. Kwa kusifu. Pigia Yesu makofi. Ingieni mlangoni mwake kwa kushukuru. Ndani ya roho yako ndio ndani ya imani yako. Ndani ya lango lako ni hilo. Uanze kushukuru ndani, alafu mshukuru Yesu nje. Chochote Yesu anakutendea, wapendwa, hata kuwa na afya nzuri, kupata lunch, sio kwa uweza wako. Kutembea mpaka hapa, sio kwa uweza wako. Kila siku kuwa mtu wa kushukuru. Kila siku kuwa mtu wa kumshukuru Yesu kwa jambo lolote analokutendea. Watu wamepitia mengi.
watu wameteseka na mengi, lakini yote tunasema tunamshukuru nani? Yesu Kristo. Luka 8 mstari wa kwanza. Luka 8:1. Maandiko yanasema hivi: Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake wote 12, akiwa katika kazi ya kuombea watu na kuwaponya na kuwatoa pepo. Ndani ya watu waliotolewa pepo na kuponywa, mmoja wao ni Magdalene, Mary Magdalene. Wa pili ni Suzana. Pigia Yesu makofi. Wa tatu ni Yohana, anaitwa Yohana, mkewe Kuza, wakili wa Herode. Mkewe Kuza, wakili wa nani? Wa Herode. Hawa wanawake walikuwa wamejaa mapepo, lakini Yesu akawatoa mapepo. Alafu maandiko yanakuambia hapo chini, hawa wamama walianza kumtumikia huyo Yesu akiwa katika mwili kwa mali zao. Waliona ukuu wa Yesu kwa sababu hawangepata kutolewa mapepo na mwanadamu ama na mwingine awaye yoyote isipokuwa Yesu Kristo. Na walipoona wamepona na mapepo yameenda, wakasema, sisi watatu tutamtumikia Yesu na nyumba yetu na mali zetu. Pigia Yesu makofi. Wewe unamtumikia Yesu kwa mali zako? Wewe unamtumikia Yesu kwa vitu vyako? Wapendwa, hawa mama waliteswa kama vile sisi tulivyoteswa. Mimi kwa ushuhuda huyu mzee anajua, nimeteswa na pombe, nimeteswa na usharati, nimeteswa na mambo mengi. Je, nilipokutana na Yesu na akaniosha nikawa hivi, kwa nini nisishukuru? Pale amenitoa. Wengine wetu kama mimi ningekuwa nimekufa kwa kitambo. Mnajua mambo vile ilivyo duniani. Kama bado naweza ongea na wewe, kwa nini nisishukuru? Tumepitia mambo mazito, tumeteseka mambo mazito. Shetani alitutia katika gereza lake, tukawa walevi, tukawa washerati, tukawa wajeuri, tukawa viburi, tukawa watu wa vita. Hata vita unaweza kufa haraka sana, na sisi tulikuwa watu wa vita, na hivyo vita unakufa saa hiyo hiyo. Lakini Yesu ametulinda mpaka leo. Naitwa mchungaji Ongoro. Mimi husema, Yesu kama sio wewe ningekuwa wapi? Amina. Yesu kama sio wewe ningekuwa wapi? Na ni hapa tu, sio mbali, hapa tu. Lakini niliposema kwamba Yesu ninakuhitaji, kama vile Mariam Magdalene, Yohana mkewe Kuza, wakili wa Herode, na Suzana, walipoona kile Yesu alichowatendea, wakasema, wewe Yesu, injili popote itaenda, tuko na wewe na tutatumia mali zetu. Pigia Yesu makofi. Usione ugumu kumtumikia Yesu kwa mali zako. Methali 3 mstari wa 8 inasema, mtumikieni Bwana kwa mali zenu. Hebu soma Methali 3 mstari wa 8. Inazungumzia kitu pale. Hizi mali, hizi pesa na hayo mambo mengine yote siyo yetu. Mambo yote ni yake yeye Baba. Mali zote ni za Baba, usizionee ugumu. Wacha injili isonge mbele, uzidi kubarikiwa. Methali 3, itakuwa afya mwilini kwako na mafuta mifupani mwako. Na mafuta mifupani Bwana, mheshimu Bwana kwa mali yako, kwa mali yako, na kwa malimbuko, na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Pigia, nawe utabarikiwa. Itakuwa mifupa mwilini mwako na itakuwa rahisi. Yaani mambo yako ukitaka yawe rahisi, kuwa mtu ambaye unashukuru na kubariki wengine. Pigia Yesu makofi. Matendo ya Mitume 20:34 na 35. Paulo anazungumza maneno ambayo Yesu ndio aliongea. Sio Paulo ameyaongea, bali ana quote maneno yaliyoongewa na Baba Yesu. Matendo ya Mitume 20:34 na 35. Anasema, ni heri mkono unaotoa kuliko mkono unaopokea. Pigia Yesu makofi. Ni heri nini?
Mkono unaotoa kuliko ule unao. Wewe wako ni upi? Wako ni upi? Pokea ama pia unaweza saidia kazi ya Yesu ikasonga mbele. Leo ni sadaka ya shukurani. Shukuru Yesu, naye atazidi kukulinda njia zako zote zilizofungika, yale mahoma, yale magonjwa, vile vita vyote katika giza. Huyo jiwe ataenda kuyavunja yote na utapata amani ndani ya maisha yako. Kuna watu hata hivi wameketi hapa, lakini roho zao hazina raha. Ukisikia umeketi na roho yako ina wasiwasi, sijui hivi, jua hicho ni kifungo. Hauna uamuzi mwenyewe, kwa sababu ndani ya roho yako umeketi mzigo. Lakini utakapomtumikia Yesu kwa roho na kweli, yote itavunjika. Pigia Yesu makofi. Sitaki kuongea kutoa sana, kwa sababu kutoa ni hiya. Hata ukipenda pia usitoe ni hiya, lakini itakuumiza wewe. Sawa? Nataka nisome kitabu kimoja alafu nizungumzie mambo ya hawa wazee walikuwa wamesimama hapa. Najua ndoa ni muhimu, si sawa? Kitabu kimoja tu alafu nizungumzie ndoa. Unajua nasukuma time, usije nikawaacha hapa na pilau bado. Nataka nikiwaacha tu pilau iko tayari. Pigia Yesu makofi. Mathayo 26 mstari wa 7 haitasomwa, nitazungumza tu. Kuna mwanamke pale alikuja akamuona Yesu ameingia katika nyumba ya mtumishi mmoja anakula chakula. Yule mama ni kahaba. Yule mama alipomuona Yesu akaanza kulia machozi, huku akichukua mafuta marehemu nzuri akimpaka Yesu miguuni, alafu huku anamfutafuta na nywele zake. Yaani angalia vile huyu mama amejitolea. Amemkuta Yesu anakula, akaenda akaketi katika mguu wa Yesu. Mathayo 26 mstari wa 7. Alipoketi akaanza kumfutafuta Yesu na nywele zake, huku akimpaka mafuta. Wanafunzi wa Yesu wakawa wananung'unika. Maandiko yanasema Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnamtaabisha huyu mwanamke? Mwacheni. Akamuuliza yule mwenye nyumba, nimeingia kwako hapa saa ngapi? Mbona hujanifanyia mambo haya? Huyu mwanamke amenitendea haya. Na tena wacha nikwambie, Yesu akamjibu yule mwenye nyumba, akamwambia ya kwamba anayesamehewa kidogo hupenda kidogo. Mimi nimesimama mbele yako hapa, yale ambayo Yesu amenisamehe mimi ni mazito sana, na upendo wangu wa Yesu hauwezi kuwa na kipimo. Lakini kama umesamehewa kidogo, maana kuna watu wana kiburi, wanasema mimi sikutenda dhambi nyingi, nimeokoka tu. Sasa wewe hutampenda Yesu kwa viwango vinavyotakikana. Lakini mimi ambaye nimepitia mapigo ya shetani, watu wakiona na Yesu akanisamehe akaniosha, leo naweza ongea na wewe, nitampenda Yesu 100%. Unajua kuna watu wameokoka lakini wanasema, unajua mimi hata kama nimeokoka lakini dhambi zangu si nyingi, nilikuwa natenda tu. Sasa wewe utapendaje sana kabla hujasamehewa sana? Yesu alimsamehe yule mwanamke dhambi zake, maana yule mwanamke alikuwa ni kahaba anayejulikana mtaa wote. Na Yesu akamwambia, kama wewe ni kahaba, kuanzia leo umesamehewa dhambi zako. Sasa kusamehewa kwake, anarudi kuleta shukurani kwa kumuosha Yesu kwa mafuta na kumfuta na nywele zake. Ile ni shukurani anapeana kwa Yesu aliyepigwa msalabani abebe dhambi za yule mama. Wewe Yesu alikufanyia nini? Ama wewe ni wale wa kusema, unajua mimi nimeokoka tu lakini nilikuwa bado sijatenda lolote baya? Wewe angalia mahali umetoka na umesamehewa bure. Je, utampenda vipi huyo baba? Utampenda kwa kumpapasa? Watu wanasema usimshike Yesu kama kipande cha papa. Mkumbatie Yesu naye atakusaidia. Pigia Yesu makofi. Na maandiko yanasema katika Mathayo 26:7,
Yesu anawaambia wanafunzi wake, na mambo haya ya kunipaka mafuta yasikome mahali popote mtakapoenda nyinyi. Mambo haya yasikome. Hiyo ni kumaanisha mafuta ni Roho Mtakatifu. Mahali popote tunapoenda ni lazima tumtaje Yesu, maana Yesu ndiye Roho Mtakatifu. Kuna mahali kunahubiriwa injili pasitajwe Yesu. Na ndio maana akasema popote mtakapoenda, hivi huyu mama alivyofanya mfanyeni. Na ndio mimi ninapohubiri leo lazima nimtaje huyo Roho ambaye ndiye Yesu aliyeniokoa na kunitoa pabaya. Pengine uko hapa na unaniangalia unasema huyu mchungaji anaongea pengine anatudanganya, hakuna kitu amepitia. Wacha niwaambie tumepitia mambo mazito. Usinione niko hivi, si kuwa hivi. Pigia Yesu makofi. Si kuwa hivi. Aliyenifanya hivi ni mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo. Lazima nimshukuru. Kuna watu hawaombi. Mtu anaamka asubuhi, anaamka kama vile umbo anakutafuta mifupa. Yeye ameamka yuko mbie tu. Lazima ukiamka piga magoti. Baba, nimelala mpaka nimeamka. Yesu asante, wacha nitoke. Akakusikiza akusikiza. Chakula kikiwepo kwa meza, Baba ninashukuru. Ninashukuru kwa ajili ya sima na omena ama sima na sukuma. Kuna watu wakiona sima na mboga sio maombi hayana maana. Mpaka nyama ndio Baba. Yaani nyama ndio yako ikutele. Pigia Yesu makofi. Kwa chochote utakachopata fanya nini? Utamsifu asubuhi, mchana na jioni. Ukienda kulala ndugu yangu, usilale kama kuku. Baba, mchana umekuwa mkubwa, mimi ni dereva, mimi natembea kwa magari. Umenifanya nimepishana na magari mengi, nimeingia makona, wenzangu hawakurudi, mimi nimerudi hata nalala. Thank you Jesus. Asante Yesu. Haya kusikiza. Pigia Yesu makofi. Hiyo watu kushukuru. Tushukuru kwa kila jambo. Tushukuru kwa mema na mabaya. Ni sawa? Maana kwa Yesu hakuna lolote lililo baya. Unaweza kuwa unapitia shida. Kuna wengine wanaomba wakati wa raha, wakati wa shida. Kwa nini Yesu hawezi kunisaidia? Hapana. Wakati wa shida omba, wakati wa raha omba. Ili hayo majaribu yasije yakakupata tena. Uko kwa raha kweli, lakini omba majaribu yasije kwako tena. Na Yesu atakubariki. Wapendwa, nimezungumza nawe leo kama unataka kuwa mtumishi mzuri. Nimezungumza kuhusu kushukuru. Kushukuru naweza kuwa si pesa peke yake. Kushukuru ni kufanya kazi za Yesu. Unajitolea kupeleka injili mahali, unajitolea kuosha mitungi, unajitolea kuosha choo, unajitolea kupanga viti. Siku moja nikawaambia kuna watu wameingia viburi katika makusanyiko, mpaka akiingia katika ile hema anakuja anafanya hivi. Debora, mbona mfuti viti? Kazi yenu nini hapa? Yaani yeye anauliza Debora badala ya chukue kitambara afute kiti. Wewe ni bora unakaa tu hapa kila siku, mbona ufuti kiti? Yeye kazi yake nini? Kazi yake ni kuketi na kwenda nyumbani. Bado hajafikia viwango vya kumshukuru nani? Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi.